Kutajwa kwa jina la mwamuzi kama ulivyosema ni namna ambavyo aliweza kuisababisha vurugu ndani ya mchezo. Vurugu kwa mantiki ipi? Ni kwamba mwamuzi anatumika kutafsiri sheria zile 17 ambazo yeye ndo anakuwa ni Pilato wa kujua hili ni amuzi sahihi ama silo sahihi. Mchezaji huyu kafanywa madhambi, huyu hajafanywa madhambi. Lakini yeye kageuka kuwa shubiri kwa upande wa Simba Sports, ndio maana jina lake limesikika kwa kiasi kikubwa. Dhahiri shaili zilikuwepo namna za wazi wazi kuibeba RS Berkane. Pengine labda kutokana na wazifa wa kiongozi aliyopo nyuma ya RS Berkane, lakini tunashindwa kuelewa kwamba ni nini hasa kilichosababisha kutafsiri maamuzi ambayo hayakuweza wewe ukiangalia kwamba sheria hazimtaki yeye afanye vile. Kwa namna moja ama nyingine lazima uingie kwenye vinywa vya mashabiki Augusto. Lazima ukae kwenye vinywa vya mashabiki kwa sababu wanaona kuna mazingira ambayo wewe unatumika kuwanufaisha wapinzani ambao automatically kwenye mchezo walikuwa tayari waishaweza kushikiliwa na Simba Sports. Tumeutazama mchezo ambao ulikuwa una mvuto wa aina yake. Mwalimu akiamua leo kuanza na Joshua Budo Mutale ambaye ni mchezaji aliyeingia dakika za jioni kwenye mechi ya mkondo wa kwanza na alionyesha kitu. Kwa mwalimu kumwamini Budo imempa mabadiliko au matokeo ambayo pengine ingechelewa kuyapata kama ambavyo imepatikana kwenye mchezo wa leo. Kwa hiyo tukiutazama mchezo, tukilitazama jina la mwamuzi, kiukweli mwamuzi kaonyesha dhahiri shaili kwamba yeye alikuwa yupo upande wa RS Berkane, na hii ni tafsiri kwamba hakuna haki unaweza ukaipata mbele ya yule aliyopo juu ya mamlaka. Kwa maana ya kwamba wametudhihirishia kwamba wao ndio wapo juu ya mamlaka na wao wanataka lolote na kulipata pindi ambapo wanakuwa wamelifanyia maamuzi. Ili lilionekana dhahiri shaili kwamba Simba Sports kivyovyote vile hafai kuchukua kombe hili. Na lazima Watanzania wanatakiwa walijue na hata viongozi pia wajue kwamba hizi mechi zinaendeshwa kwa fitna sana. Fitna hazipo tu ndani, fitna sasa tunaziona katika ukubwa, hususan katika michuano kama hii. Hatua ambazo Simba walipaswa kuandika historia ambayo walikuwa naiwaza kwenye vichwa vyao lakini imeshindikana, imekuwa ni ngumu. Maamuzi ya kadi nyekundu, najiuliza mwamuzi alitafakari nini kutoa kadi nyekundu ambayo hauioni hiyo hayo madhambi ambayo Yusuf Kagoma alicheza kwa mchezaji wa RS Berkane. Kwa hiyo Simba imehukumiwa na muamuzi. Simba haijahukumiwa na RS Berkane. RS Berkane hawajaonyesha kile kiwango ambacho waliweza kukionyesha wakiwa nyumbani kwao. Dhahiri shaili ni kwamba bila ya muamuzi RS Berkane alikuwa anatapika nyongo kwenye uwanja wa New Amani Complex pale Zanzibar, kwa sababu tayari kwenye aggregate ilikuwa inasomeka 2-2. Ilikuwa inaenda mikwaju ya penalty, na kwenye mikwaju ya penalty haina mwenyewe 50 kwa 50 either Simba Sports au ikawa RS Berkane. Kwa unaona kwamba kuna mazingira ambayo yanatengenezwa kwa ile timu ambayo kiongozi ananufaika nayo ili tu iweze kubeba hiyo heshima, kwa sababu RS Berkane walichokuwa nakitafuta ni hii heshima ambapo Simba Sports wameipigania kwa zaidi ya miaka 33 na hawakuwahi kuipata. Lakini leo hii unakwenda kumnufaisha mtu kwa sababu tu huyo mtu ana kiongozi katika shirikisho la mpira barani Afrika. Tayari mmeshindwa kutudhihirishia ubora unaozungumzwa kutoka katika timu za ukanda wa kaskazini mwa bara la Afrika. Hamtuonyeshi ule ubora ambao huwa unaelezwa kwamba hizi timu huwa zina ubora, zina wachezaji ambao kiukweli wanakuhukumu mahala popote katika kiwanja chochote. Lakini sasa hivi tunaona ugumu wa viwanja vya ugenini, na Simba amedhihirisha hilo. Tumezungumza mara kadhaa Augusto kwamba Simba linapokuja swala la yeye kuwepo katika uwanja wa nyumbani, basi anao uwezo wa kukugeuza vile atakavyo ili asalishe heshima yake kuwepo nyumbani. Na limedhihirika hilo kitendo cha kupata bao moja na kwenye aggregate kusomeka bao 3-1 tayari kimeashiria kitu kikubwa sana kwamba bado ilikuwepo nafasi ya kuihukumu RS Berkane, na pengine labda Yusuf Kagoma asingetoka, mzigo usingekuwa mkubwa katika eneo la katikati, ungesaidia mashambulizi kwenda kwa kasi ili Simba kusawazisha ile scoreboard, na pengine tungekuwa tunazungumza sasa hivi watu wa Lunyasi wangekuwa nanyanyua makwapa. Kwa namna moja au nyingine Augusto, unaona namna ambavyo mwamuzi amechezesha kwa kuibeba RS Berkane. Ubingwa watajisifia kwamba wameubeba. Wataandikwa kwenye historia kwamba walibeba ubingwa wa 2025 kwa kumfunga Simba Sports. Lakini uliubeba katika mazingira gani? Ndio tunataka tuangalie hapo.
Huyu mwamuzi Augusto sio mara ya kwanza. Kama utakumbuka mechi ya Young Africans na Mamelodi Sundowns, hatua ya robo finali kuvuka kwenda nusu finali, uwanja wa nyumbani wa Mamelodi Sundowns, ni huyu mwamuzi ambayo aliidhurumu Young Africans bao halali, ambalo Motsepe alikuja kukia kwamba bana lile lilikuwa ni bao halali, umewadhurumu, kuna nini nyuma yake? Au hapa tuzungumze Motsepe alikuwa nyuma kwa sababu yeye ni rais wa shirikisho na ile tunafahamu ni timu yake. Kwa kuna namna wa viongozi hao wanajinufaisha kwa sababu wao wanayo mamlaka katika shirikisho, lakini wanayo nafasi katika hivyo vilabu, wananufaika na hivyo vilabu. Kwa inaathiri. Kwa hiyo mwamuzi huyu amekuwa na kasumba ya kutumiwa kuzidhoofisha mechi zingine au kuwanufaisha baadhi ya watu katika hii michuano, au ni kalba yake ndio yupo hivyo katika maamuzi? Huyu mwamuzi ni bomu la nyuklia. Kazi yake inajulikana. Halina mambo mengi. Lenyewe linakuja kufanya funika funua. Yaani halitaki maelezo mengi. Ndicho inachofanya. Ndicho alichokuja kukifanya. Alikifanya kule kwa Young Africans. Young Africans ikiwa kwenye peak performance. Na kila mtu alikuwa anakili wazi ubora wa Young Africans katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Hatuzungumzii mbali. Tunazungumzia msimu wa 23-24, sasa hivi tupo 24-25. Miguel Gamonde akiwa ndo kiongozi wa kikosi cha Young Africans. Pale walihukumiwa. Hili ni bomu ambalo linatumika katika nyakati za hatari ili kumwangamiza mpinzani. Waishajua kwamba huyu ndo mbuzi wa kafara tunaokwenda. Kama pale walizungumza, rais mwenyewe alizungumza kwamba lilikuwa ni goli halali. Mlichukua maamuzi gani kwa huyu mwamuzi? Alichukuliwa hatua gani huyu mwamuzi? Kama ndiye aliyetafsiri kwamba ni goli halali, hakustahili kuwepo. Hakustahili kupewa mechi kubwa kama hii ya finali. Mnamleta kwenye mechi ambayo anakuja pia kuwafanyia dhuluma watu wa Simba Sports. Watu ambao walikuwa wanaona kabisa kuna matumaini ya kwenda hatua ya matuta. Sawa, bora wakubali kwamba wametoka kiume, lakini dakika 90 zimeweza kuscore, zimeweza kulevel ile scoreboard. Ndicho ambacho watu walikuwa nakitegemea kwamba basi tusawazishe tupate hizo bao mbili, hata kama itakuwa na ugumu kuweka bao la tatu ili kuhakikishia nafasi ya kuchukua kombe. Twende hizo hatua za penalty ndo zitatafsiri nani hasa anastahili kubeba hilo kombe. Lakini umewarahisishia hawa, licha kuwa kuna nyakati wamepoteza muda mwingi. Wewe mwenyewe mwamuzi umeingia kwenye huo mfumo wa kupoteza muda mwingi, mizozano imekuwa mingi, umeshindwa kutafsiri vizuri sheria za 17 za mpira wa miguu. Umewapa manufaiko RS Berkane. Ndicho ambacho kimeonekana kwenye mchezo wa leo. Uoni ubora wa RS Berkane ambao uliweza kuisumbua Simba Sports ili kuweza kuchukua ili kombe. Lakini unaona namna ambavyo mwamuzi aligeuka kuwa mchezaji wa RS Berkane ili kuisaidia timu kupata ubingwa. Na ndivyo ilivyokuwa. Simba wanatoka vichwa chini wakiwa na medali. Walichofanikiwa tu ni kwamba wamefanana na wenzao Young Africans kwa hii eras ya Generation Z, Gen Z. Ni kwamba na wao wameshuhudia Simba Sports ikicheza finali ya kombe la shirikisho na kombe lenyewe likiwepo pale. Wachezaji wao wamevaa medali. Licha kwa nimemuona Elie Mpanzu, ni mmoja ya mchezaji ambaye ametoka kichwa chini, kaumizwa vibaya mno. Kwa sababu anaona ameshindwa kuisaidia timu yake kutoa ubingwa. Na wao wachezaji kwa asilimia kubwa ilikuwa ni sehemu ya kuandika historia kwamba tuliingia ndani ya kikosi cha Simba Sports. Wengine wameingia nusu msimu kama Elie Mpanzu, Jean Chalea wao wameanza, Budo Mutale anaonekana kuwaka dakika za jioni, pengine labda anataka kutetea usajili wake kuendelea kusalia Simba Sports. Wapo wakongwe, tunamzungumzia Fabrice Luamba Ngoma ambaye tayari alishacheza finali kadhaa. Tunawazungumzia tunamzungumzia Shomari Kapombe, lakini huku Shabalala wao pia wameandika historia kwamba tumekuwa sehemu sasa ya kufikia hatua kubwa ya kimaendeleo, kufika finali. Mafanikio yalikuwa yanahesabika Simba kuchukua kombe, lakini haya wanaita maendeleo kwa sababu umefika hatua ya finali na umepata nini? Medali. Bado unabaki na lile lengo la kutaka kufikia ile hatua yako ya mafanikio kwamba nahitaji kubeba hilo kombe. Na ndivyo ambavyo wengi walikuwa wamejiwekea nadhiri kwamba kombe linabeba, licha kuwa limekuwa swala gumu Mr. Augusto. Kwa hiyo unaona mchezo wa leo haukuwa mchezo wa kuona mpira ukichezwa. Mchezo wa leo ulikuwa ni mechi ichezwe ili watu yani hivyo itatafsirika, lakini